Bila kuwa na mipango bora, haya ndio yanayopelekea kuwa na migogoro mbalimbali. Maeneo mengi ya mijini mnaona migogoro imekuwa ni mingi sana ya ardhi. Na vijijini pia sio kama hakuna, ipo. Lakini tukifanya tathmini kati ya mijini na vijijini, migogoro mingi sana iko maeneo ya mijini. Kwa sababu pia wananchi wako wengi, wamebanana katika maeneo machache au maeneo ambayo ni madogo, na wananchi wako wengi zaidi. Kwa maana nyingine, hata kule vijijini baadaye tusipoandaa mipango hii mizuri ya matumizi ya ardhi ya vijiji, maana yake ni kwamba hata migogoro kule vijijini pia itakuwa mingi. Na ndio maana serikali ikaona iwe na utaratibu wa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji. Mheshimiwa Rais ameweza kutuletea fedha kupitia Tume ya Matumizi ya Ardhi na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi 2480, zaidi ya ile mipango ya matumizi ya ardhi ambayo ilikuwepo kufikia mwaka 2021. Na hadi kufikia sasa hivi mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji iliyoandaliwa kati ya vijiji 12333, jumla ya mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji 4679 imeweza kuandaliwa. Tumebakiwa na vijiji 7654. Serikali peke yake haiwezi kufanya kila kitu peke yake. Kwa hiyo tume kama mratibu mkuu wa utekelezaji na uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini imepewa jukumu hili kwa mujibu wa sheria namba 6 ya mipango ya matumizi ya ardhi au sura 116 ya mipango ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007 kuratibu na kusimamia wadau wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Tunadhani mpango ni mzuri ambao serikali imejiwekea. Ushirikiano na wadau ni wa muhimu sana, lakini pia tunahitaji kuendelea kuongeza nguvu kubwa katika kutafuta fedha, kwa sababu shughuli nzima mipango ya matumizi bora ya ardhi ni gharama kubwa sana. Kwa kijiji kimoja unaweza ukatumia takribani milioni 25 kumaliza matumizi ya ardhi. Kwa hiyo nayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa serikali kuweza kumaliza upangaji. The Bantu.